Yes, mtazamaji wa Mtawala TV, mimi naamini ujambo kabisa na kukaribisha sana kwenye talk show ya leo ambako nitakuwa na mgeni wangu nazungumza naye ni Bi Catherine John. Huyu ni mkurugenzi wa Youth Connect Tanzania ambaye leo tutakuwa tunazungumza katika mada yetu, tukiangaza mada inayosema ni nini wito wake sasa kwa vijana kitaifa. Nini wito wako Bi Catherine kwa vijana katika taifa letu? La kwanza tu utaanza kuwasalimia watazamaji wanaokutazama kupitia Mtawala TV na utajitambulisha kwa mapana zaidi. Karibu sana. Mimi ni Dr. Mtawala, naongoza mazungumzo haya na nikukaribisha sana msikilizaji, tuende pamoja. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Karibu Bi Catherine. Nashukuru sana Dr. Mtawala. Kama ambavyo nimetambulishwa hapa, naitwa Catherine John, mkurugenzi wa Youth Connect Tanzania. Ninafurahi sana kuwepo pamoja na wewe hapa leo katika mahojiano ya kuhusu ni nini wajibu wangu mimi kama mkurugenzi wa Youth Connect kwa vijana. Wito wangu mimi ni kwa vijana, nilikuwa ninawaza au ninatamani kila kijana awe na jicho la kuona fursa. Yaani ukiamka asubuhi, jicho lako liwe linatazama ni nini ambacho utakifanya kiweze kubadilisha maisha yako. Na kitu hicho ukilete kwenye namna chanya. Yaani vijana wabadilike kutoka kwenye upande wa kuwaza negative au mambo hasi na waje kwenye upande wa kuwaza mambo chanya katika jamii. Yaani wewe waza nitafanya kitu gani, au hichi ninachokifanya ninakiboresha vipi ili kiweze kunisaidia kuweza kufikia malengo yangu, kuweza kutimiza ndoto zangu. Mimi na familia yangu, mimi na wanaonizunguka, au hata mimi na kizazi ninachotarajia kukitengeneza, kwa sababu ninaamini kila kijana ni baba ajaye ama ni baba wa sasa. Kila kijana wa kike ni mama ajaye au ni mama wa sasa, baadaye utakuwa bibi. Yaani maisha yako ya leo ndo yana determine kesho yako, yana determine hatima yako. Je, wewe kama kijana umejipanga vipi ili kuweza kutengeneza kizazi ambacho hakitaishi kwenye maisha ya lawama, yani kizazi ambacho kitatokana na wewe na kijisikie fahari kuwa kizazi chako au kizazi kilichotokana na wewe. Naamini umekuwa na nafasi kubwa sana ya kukutana na makundi mbalimbali, ya kukutana na vijana wengi. Kwa uzoefu wako sasa, unafikiri vijana wanataka nini, ama vijana shauku yao ni nini haswa? Vijana wengi wapo ambao wanajua wanachokitaka. Wapo ambao hawajui wanataka nini. Wao wanaishi kuendana na ambacho amekisikia au amekiona kwa watu, anafuata mkumbo. Lakini vile vile wapo vijana ambao wanachokitaka wanakijua na vile vile hawakijui. Yaani wanahitaji mtu wa kuwaonyesha njia hii hapa, fata. Yes. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, vijana wanahitaji kufanikiwa. Lakini vile vile ukiwauliza kwamba wewe unataka nini, atakwambia mimi nataka hela, nataka utajiri. Lakini ukimuuliza, je, unajua njia za kufikia huo utajiri au njia za kupata hizo fedha, asilimia kubwa utakuta hajui. Yaani yeye atakwambia tu mimi nataka tu hela bwana, mimi maisha magumu, mtaani huku pagumu. Na kweli mtaani ni pagumu, jua ni kali. Yaani especially kama hauna chochote ambacho unakifanya. Au pia unaweza ukawa na unachokifanya, lakini njia unazotumia kufanya zikawa sio njia sahihi. Kwa hiyo ukawa ni mtu ambaye unapanda na kushuka, unapanda na kushuka. Kwa asilimia kubwa ya vijana wanahitaji kujikwamua kiuchumi. Wanahitaji maisha mazuri, wanahitaji kufanikiwa. Wanahitaji kujenga kesho ambayo ni kesho ya tofauti. Yaani kila mtu, kwa mfano kama Dr. Mtawala, yaani nafikiri hatima yako wewe unatamani kuwa ni kijana wa tofauti kwenye jamii. Kuwa ni kijana ambaye mtu akikutizama anasema mimi natamani kuwa kama Dr. Mtawala. Lakini njia sasa za kukufanya uwe mtu wa aina hiyo, whether unaweza ukawa unazijua au hauzijui. Kwa vijana wengi wanahitaji kufanikiwa. Wanahitaji mafanikio kwenye upande wa hela, elimu na kadhalika.
tunapotafuta njia za kumsaidia kijana, na niseme tu wazi kwamba ni kama umeaminiwa na taifa. Tumekuona umeshiriki kwenye kamati iliyokuwa ikiandaa zoezi ama ikiendesha zoezi la Uchumi Challenge kitaifa. Ulikuwa ni mmoja wa wajumbe. Unafikiri njia ipi ya kumsaidia kijana kuelekea huko ambako shauku yako unaionyesha kwamba lazima kijana kiuchumi awe vizuri? Unatamani, shauku yako unatamani kuona kila kijana kiuchumi amefanikiwa. Njia zipi haswa, ama ni mkakati gani unafikiri inatakiwa kufanywa kazi, na nani anawajibika katika hili? Swali zuri sana. Yeah. Njia ya kwanza ni kijana mwenyewe. Ni kijana mwenyewe kubadilika kutoka kwenye upande wa negative kuja kwenye upande wa positive. Yaani abadilishe ile perception yake yeye kwamba mimi nimezaliwa katika familia maskini au katika familia duni, basi mimi ni maskini. Aje kwenye mentality ya mimi nimezaliwa katika familia maskini, lakini mimi ni tajiri ajaye. Yani mimi ndo ninawajibika kubadilisha historia ya familia yetu. Hiyo ni pointi namba 1. Pointi namba 2 ni kijana kubadilika kutoka kwenye kuona changamoto na kuja kwenye kuziona hizo changamoto kama fursa. Kivipi? Nakumbuka kwa upande wetu sisi, mimi napenda kujifunza sana. Napenda kufuatilia, hususan nimechagua maisha ya kujihusisha sana na masuala ya youth economic empowerment. Kwa hiyo napenda sana kuwafuatilia miongoni mwa vijana waliofanikiwa, na miongoni mwa hao vijana tunaona pia ni viongozi wetu. Kwa Tanzania bara tuna Mheshimiwa Joel hata nanauka. Kabisa. Kwa huku visiwani tunaye Mheshimiwa Shaban Al Othman. Hao ni vijana wamebarikiwa, wamefanikiwa, ni viongozi wa vijana. Naamini katika kufanikiwa kwao, safari yao ya mafanikio haikuwa rahisi, kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufuatilia. Yani nikisha kuona kwamba upo kwenye engo yangu, unadili na ambacho nakifanya, huwa napenda kukufuatilia. Mheshimiwa Joel hata nanauka, kuna mfano mmoja anapenda kutoa mara kwa mara kwamba ukiwa unataka kitu utakiona sana. Anapendaga kutolea mfano wa hari ya nyeusi. I don't know why hari ya nyeusi, lakini namsikia na namuona sana mara nyingi huwa anapenda kutolea mfano kwamba ukiwa unapenda hari ya nyeusi, ukienda barabarani utaanza kuziona hari ya nyeusi nyingi sana. Kabisa. Kwa hiyo hivyo kwenye upande wa vijana kwamba ukianza kuona wewe ni mtu wa kufanikiwa, utaanza kuziona fursa nyingi sana. Lakini akili yako ikiwa imefungwa kwenye kifungo cha umaskini, au mimi napenda kuona umaskini kama adui. Kabisa. Kwa hiyo utaona matatizo na makosa mengi sana. Yaani anaweza hata akawa ni mtu anaongelea fursa, lakini ukatafuta kosa moja ambalo amemisa, ukalitumia kama kigezo sasa cha kuongea, cha kumuumiza, cha kumwataka. Lakini ukiwa ni mtu ambaye umejitengenezea mazingira ya kuziona fursa, kuona mambo mazuri ya mafanikio, utayaona mengi sana. Hata ukiingia mtandaoni kwenye simu yako, utaziona fursa nyingi sana. Unaweza ukaona kuna taasisi fulani imetangaza hichi, imefanya kile, kwa sababu tayari wewe umeshajitengenezea hali ya mafanikio, sababu mafanikio ya mtu huwa yanaanza na yeye mwenyewe ndani. Yaani mimi siwezi nikakwambia unatakiwa nikusaidie ufanikiwe, wakati wewe mwenyewe ndani yako tayari wewe ni maskini, unajiona ni maskini. Lakini ukishabadilisha na ukaja kwenye upande wetu sasa wa positive, that utaona mambo mengi sana. Utaona fursa nyingi sana. Whether zinatokana na serikali, zinatokana na taasisi binafsi, zinatokana na watu. Utaziona kwa sababu tayari akili yako wewe inaziwaza tayari. Kwa upande wangu. Wow. Tuna vitu vingi vya kuzungumza na wewe kwa ajili ya vijana. Hapa tulipo sasa hivi, hapa mtazamaji, pengine kama unajiuliza hapa ni wapi? Hapa ni Zanzibar, tuko hapa. Natamani uanzie hapa tulipo. Umesafiri, umetoka bara na leo uko Zanzibar.
Wito wako kwa vijana wa Zanzibar, pengine Youth Connect tutegemee nini zaidi na tutarajie nini kutoka kwenu, wewe kama mkurugenzi na mbeba maono? Kipi unawaambia vijana wa Zanzibar? Vijana wa Zanzibar nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwa kweli vya kuambia vijana wa Zanzibar ni vingi, lakini pia furaha au tabasamu ambalo umeona nimelionyesha la kwanza, ni kwa sababu tumekutana na waziri wa vijana kwa Zanzibar, ambaye ni waziri anawajua vijana, anajua vijana wanataka nini na yupo kwenye utekelezaji sana yani. Hata jana tumemuona alikuwa field siku nzima. Leo tumeona ameamkia field. Yani tunaweza tusimuone sana kwenye social media, lakini sisi ambao tunapenda sana kudokoa tumemtafuta, tumuone kwenye social media, tumeangalia account, mbona hizo account hazipo, lakini tumekuja kugundua yeye ni mtu wa field sana. Kwa hiyo kwa upande wa Zanzibar ziko fursa, kuna blue economy. Si ndio ambayo ni sekta ya uchumi wa blue. Si ndio? Kabisa. Sasa kwenye uchumi wa blue yako mambo mengi. Tunaona serikali inatoa mafunzo, vifaa. Tunaona yani kiongozi wao naye yuko pale kuhakikisha wale vijana wanaojihusisha na hayo masuala wanafanikiwa. Si ndio? Lakini fursa nyingine kwa Zanzibar, kwa vijana wa Zanzibar, sorry nikisema kwa Zanzibar ina maana nimechukua wote. Kwa vijana wa Zanzibar kuna masuala ya utalii na utamaduni. Nikisema utalii na utamaduni, mtu unaweza ukachukulia kwa wepesi sana. Lakini utalii na utamaduni ni sekta ambayo ni pana sana. Iko kwenye wizara nafikiri ya maliasili na utalii. Kabisa. Kwa vijana wa Zanzibar hii ni zaidi ya fursa kwao, kwa sababu wanaweza wakatengeneza, wakasoma masuala ya tour guides, wakajiajiri wenyewe, kwa sababu tunaona vivutio vingi vya watalii vipo Zanzibar. Tunaona wageni wengi sasa hivi ni high season wataingia Zanzibar. Kwa hiyo kama vijana wakiamua kuinvest kwa upande huo wa utalii, nafikiri itakuwa ni sehemu mojawapo ya kupata fedha, kuongeza kipato cha mtu binafsi kijana, lakini vile vile kuongeza kipato cha taifa. Si ndio? Na ukiniambia labda nashauri nini kwa upande wa serikali ya Zanzibar, naweza kukuambia kwamba ningeweza kuishauri serikali ya Zanzibar kupitia wizara ya vijana kwamba wainvesti kwa kushirikiana labda na wizara ya maliasili pamoja na utalii, kuwafundisha vijana masuala ya tour guide. Na mafunzo yao wanaweza wakayatoa tu, kwa sababu sasa hivi pia tunaona Mheshimiwa Rais anatoa kipaumbele sana watu wapewe elimu na fursa ziende kwa vijana moja kwa moja. Kwa wanaweza wakaamua tu kutoa kama ile golden grace. Vijana wote wafundishwe bure. Wasome bure masuala ya utalii pamoja na utamaduni. Baada ya hapo nafikiri hiyo itakuwa ni njia pekee ya kutoa nafasi za ajira kwa hao vijana kama matour guide. Lakini vile vile itakuwa ni njia nzuri ya taifa kuweza kuongeza uchumi wa taifa, kwa sababu akifanikiwa kijana limefanikiwa taifa. Na ukitoa for free, ina maana mtu kulipa kodi atalipa kwa hiari yake, kwa sababu ataona aliwezeshwa na serikali yake kupata elimu na sasa hivi anapata pesa. Kwa hiyo atazitoa zile hela kwenye upande wa kodi bila kusumbuliwa wala bila kufatwa. Tutajenga taifa lenye vijana ambao wanajua umuhimu wa kutoa kodi. Tutajenga taifa lenye vijana ambao wanajua umuhimu wa kufanya kazi na kuziona fursa nyumbani, yani sio nje ya nyumbani. Huku nyumbani tunatengeneza hela zinatusaidia, lakini vile vile zinasaidia na wengine pia. Wakati tunagonga ukingoni, kwa ufupi kabisa, Jiconnect kibiashara bara imezinduliwa. What do you think about Zanzibar? Haijazinduliwa bara tu. Youth Connect Tanzania iko kote. Bara na visiwani. Uzinduzi uliofanyika Dar es Salaam ilikuwa ni kote. Ni kote Pengine kuna movement sasa? Of course, kwa maana sasa hivi tuko Zanzibar. Kwa hiyo kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri wa Vijana Zanzibar. Jiconnect kibiashara ni programu endelevu ambayo itakuwa ipo, yani
kila mwaka tutakuwa na vitu vingine vinakuja kupitia Jiconnect Kibiashara. Kwa hiyo kwa upande wa Zanzibar kwa sasa hivi ndo kwanza tuko kwenye masuala ya kustructure pamoja na kutengeneza plani, route plan, tutaenda wapi, tutafanya nini. Lakini kama tunavyojua Jiconnect Kibiashara ni program ambayo inamlenga direct kijana ambaye ana mradi au ana biashara ambaye ameshathubutu kuanza. Tutaenda kumsikiliza stories zake za mafanikio, alianzaje, kwa nini alianza, je alisoma au alirithi, lakini changamoto anazokutana nazo. Baada hizo kusikia hizo changamoto tutazichukua na kwenda kuangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukashirikiana na serikali au taasisi binafsi ili kuweza kuzitatua, kwa sababu tunatengeneza kizazi chenye mafanikio. Ni matamanio yetu sisi kama Youth Connect Tanzania ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili ijayo, baada ya kuanzishwa kwa hii wizara ya maendeleo ya vijana, ila kwa huku Zanzibar tunaona ni wizara ya vijana kwa sababu tumeona ina mambo mengi sana kwa upande wa huku visiwani. Ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, wakitajwa mabilionea wa dunia atokee hata bilionea mmoja kutoka Tanzania. Hiyo sasa itakuwa ndo maana halisi ya sisi kuwa na wizara ya vijana au wizara ya maendeleo, wizara ya nchi, ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Nimependa sana hiyo. Msikilizaji, huyu ni Bi Catherine John ambaye yeye ni mkurugenzi wa Youth Connect Tanzania, na tumepata nafasi ya kufanya naye mazungumzo zaidi kupitia Mtawala TV ambayo ni TV ya kwako, na unapata nafasi ya kuiangaza machache kati ya mengi ambayo ujiri kwetu. Na pengine kwa wale wanaotamani kuendelea kuwasiliana na wewe kwa karibu, nambari yako ya simu Bi Catherine, kama you are comfortable, digital platforms zako, karibu sana. Kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu you are our director for media and relationship manager. Yes, kabisa. So unaweza ukahitaji namba yako ili wakitutafuta wanakutafuta wewe mhusika moja kwa moja. Sawa. Kwa mawasiliano zaidi nenda pale mjini Instagram, andika Youth Connect Tanzania. Pale kwenye bio namba ya simu iko pale, lakini DM vile vile watakujibu kwa wakati na utakuwa umejiconnect. Niliendesha matangazo haya, mimi ni Dr. Mtawala. Asante, endelea kuwa nasi. Zaidi ya yote ni kushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa vijana kwa bara Joel Nanauka, lakini vile vile kwa Zanzibar Shabani Ali Othmani, na kushukuru sana pia. Kazi yenu ni kubwa na tunayo imani na matumaini na nyie. Asanteni sana 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 na